Huyo jamaa nimeenda kumpatia Shinyanga kwa mwanamke. Huyo mwanamke anaitwa Regina. Pale nimeenda nilikuwa naomba mahali pa kukaa. Baada ya kijana anayetuhumiwa kuiba zaidi ya milioni 6 za mwajiri wake katika moja ya duka la huduma za kifedha katika eneo la Mianzini mkoani Arusha, hatimaye kijana huyo amekamatwa mkoani Shinyanga, huku akidaiwa kukutwa kwa mwanamke baada ya AyoTV pamoja na millardayo.com kuripoti taarifa ya kutafutwa kwake Mei 5 mwaka 2025. Mwajiri wa kijana huyo Aminieli Nko amesema baada ya kuripoti taarifa hiyo alipata simu kutoka kwa msamaria mwema aliyemuona kwenye mtandao na kumweleza alipo, ambapo kwa kushirikiana na askari wa jeshi la polisi walifanikiwa kuweka mtego na kumkamata na kumsafirisha hadi mkoani Arusha kwa ajili ya taratibu nyingine za kisheria. Kwa jina naitwa Aminieli Nko. Mimi ndio yule ambaye ilikuwa juzi nimetangaza kwamba namtafuta mwizi aliyeiba hela akakimbia nazo na kutokomea sehemu ambako hakujulikani. Bana, kwa ajili ya wananchi wema, wasamaria wema na kuweka line na mambo ya ushirikiano wa polisi, huyo jamaa nimeenda kumpatia Shinyanga kwa mwanamke. Huyo mwanamke anaitwa Regina. Huyo jamaa alivyoondoka na hicho kiwango cha pesa, tulimkuta kwa huyo mwanamke, tumemhoji ana hata senti 5 hapa kwa muda tunavyoongea hapa. Kwa bwana Godfrey, huyo jamaa tumemkamatia Shinyanga baada ya wasamaria wema kupiga simu baada ya kuona ile tangazo na ushirikiano wa jeshi la polisi. La sivyo tusingeweza kumpata sehemu aliyokuwa amechimbia. Amepanga na huyo mwanamke wanaishi. Hii anayotoa hii pesa tunaitafuta kwa shida sana. Ataitapika. As long as nimemtafuta kwa juhudi zote nimemkamata, pesa ataitoa mzee. Hata nilipomkamata nilimwambia kwamba kwa dunia ya sasa hivi huwezi kwenda mahali kwa sababu social media zipo kila mahali. Kwa hiyo ukijidai kwamba unataka utoroke, utaweza kwenda mahali popote. AyoTV na kupata ushirikiano wa wananchi wema kwamba labda nifanye hivi na hivi, huyu jamaa nisingempata. Amejichimbia katika kijiji ambacho nakwambia yani uweze hata nzi yenyewe ajui hicho kijiji. Kinaitwa Didia. Kijana huyo anayeitwa Baraka Laiza akizungumza mara baada ya kufika mkoani Arusha amekiri fedha hizo kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Majina yangu mimi naitwa Baraka na sio kwamba nilikimbia kwa nia mbaya na wala sio kwamba nimekimbia. Nilitoa maelezo baada ya tukio kutokea la zile fedha kuondoka katika mazingira ambayo ya kutatanisha, ambayo yule mteja alikuja, mwanamke alikuja asubuhi, nikamwekea akadai kwamba akaniuliza na anataka nimwekee la kwenye, akauliza na shilingi ngapi, nikamwambia kwamba nina shilingi akaniambia naomba niwekee milioni kwenye, nikamwambia milioni sina. Hapana, bado nilikuwa sijapata makazi. Pale nimeenda nilikuwa naomba mahali pa kukaa. Kwa upande wa fedha ni yangu kwenda kutafuta kazi ilikuwa ni kulipa hiyo fedha. Ni shilingi milioni 5,500,000. Ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.